Nimepokea maswali mengi pamoja na maoni ya watu wengi sana. Kwa hizi siku karibuni sijaweza kuachia somo lolote au kuendelea na somo letu mambo 10 yanayokwamisha hatima ya maisha yako. Tumekomea kipengele cha 6. Wengi wamekuwa wakinitumia message, vipi somo limeisha wakati tunajua kuna mambo 10. Kweli mambo yapo 10 ambayo mimi nimekuandalia, ambayo yanakufanya wewe usifike kwenye hatima ya maisha yako. Hao ni watu ambao wako kwenye akaunti yetu Tunaangaza Pasipo Angazika. Lakini kwenye wale ambao kwenye akaunti Tunaangaza Studio, na wao pia wakaweza kunitumia ujumbe, vipi somo limefika mwisho, namna umuhimu wa kuwa na imani. Hivyo naombeni haya masomo yote nitayaweka sawa na yataendelea. Niseme tu kwamba yanaanza sasa kuendelea, kwa sababu kuna mambo kidogo yalikuwa yameingiliana ambayo yalikuwa yananibana kufanya kazi vizuri au kukuletea wewe masomo, kulingana pia na mambo ni mengi sana afu wakati ni mchache. Kwa hiyo kuna wakati mambo yanaingiliana, yananibidi kwanza ni stop kitu fulani alafu nikifanya hiki alafu baadaye tuendelee. Nakumbuka hapo nyuma pia kuna masomo niliweza kutoa kwa njia ya audio, sikuweza kutoa kwa njia ya video kulingana na sababu. Mfano kama ambao tuko kwenye akaunti Tunaangaza Studio, somo letu ambalo linasema umuhimu wa kuwa na imani, au tuseme faida ya kuwa na imani, halijatoka kwa mfumo wa video, linatoka kwa mfumo wa audio tu. Hivyo ni sababu ambazo zinanifanya nitoe hivyo somo. Lakini tuliopo kwenye akaunti Tunaangaza Pasipo Angazika, mambo 10 yanayokufanya usifike kwenye hatima ya maisha yako, na imani kama kuna masomo kama mawili niliweza pia na mwenyewe kutoa kwa njia ya audio, sikuweza kutoa kwa njia ya video. Ni sababu ambazo zilikuwa zimeingiliana hapa katikati. Hii ni studio ambao unaniona nimekaa hapa, ni studio, ni chumba kikubwa kidogo. Kwa hiyo hapo nyuma nilikuwa nimeingiza mzigo wa sabuni hapa, kama umeniona nikipost sabuni Tunaangaza sopu, kwa nilikuwa nimeziingiza hapa. Sasa kuna wakati alafu hapa ndipo studio, alafu ndipo ambapo mimi natolea ujumbe, au tuseme ndipo ambapo na shootia video. Kwa sasa kuna wakati inanilazimu kwanza nistoe ujumbe, kwa sababu kuna wafanyakazi. Wakati mwingine wafanyakazi wapo wanapiga mahesabu yao, wengine wanabeba sabuni wanaondoka. Sasa ule muda wa kusema niweke kamera nianze kushuti, ukiona shuti huyu kaingia, huyu kafanyaje, kelele nyingi, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kutengeneza ujumbe ili wewe uweze kukufikia. Na ndio maana naona kuna ujumbe mwingine niliweza kutoa kwa njia ya audio tu, nilipotuma zingira naamua kushuti kwa njia ya audio ili nisicheleweshe sana kutoa ujumbe. Lakini kwa sasa namshukuru Mungu, sasa tumeanza tena rasmi. Masomo yetu yote mawili yataendelea, na yataendelea kwa spidi sana. Ikiwezekana kila siku utakuwa unapata somo hadi yaishe yote masomo mawili. Tunaangaza Studio, umuhimu wa kuwa na imani. Tunaangaza Pasipo Angazika, mambo 10 yanayokwamisha hatima ya maisha yako. Kwa sasa tayari nimefungua ofisi yangu nzuri kabisa, ambayo sasa hatutaingiliana na hii studio yenyewe inajitegemea. Hivyo tegemea tena kupata ujumbe mwingine hapa Tunaangaza Pasipo Angazika. Lakini kitu kingine ambacho kimeweza kunileta hapa, nimeweza kutoa tangazo au nimeweza kutoa picha pamoja na maelezo kadhaa kwamba sasa hivi tutakuwa na ibada rasmi kila siku Jumamosi ifikapo majira ya saa 4 kamili. Hapa Tunaangaza Pasipo Angazika. Tutakuwa live, achana na hizi klipu tunazo shoot tunatuma. Sasa tumeamua kuja rasmi sasa kwamba tunachia ibada live kabisa hapa studio, hapa tutakuwa hapa. Kwa hiyo kuanzia kesho tarehe 18 siku ya Jumamosi saa 4 kamili, wewe unayenisikiliza saa 4 kamili, basi Mungu akitusaidia tutakuwa na somo letu hapa zuri kabisa, ambalo naamini litaenda kubadilisha maisha yako, litaenda kukutoa hapo ulipo na kukupeleka viwango vingine. Kwa hiyo nakukaribisha sana kesho live
tutakuwa live. Kwa hiyo karibu sana sana sana, nawe pia uweze kujumuika kwenye ibada hii ambayo itakuwa inatumia risali moja tu. Kwa saa 4 kamili, saa 5 tunafunga ibada yetu. Ni masomo yatakuwa yanaendelea hapa ya live. Kwa hiyo nitakuwa na masomo ambayo nitakuwa nayatoa kila siku Jumamosi. Yaani wewe ambao unanifuatilia, ambaye unafurahia kupata ujumbe wa neno la Mungu kupitia Tunaangaza, basi hebu naomba unipe support yako kwamba tunaweza wote kuingia live tuweze kusikiliza ujumbe ambao Mungu ameweza kutuma kwenye maisha yetu. Kwa hiyo kuanzia tarehe 18 tunaanza kuingia live Jumamosi. Kwa kile ifikapo Jumamosi tegemea sana mimi. Kwa hiyo kesho rasmi tarehe 18 tupo live saa 4 kamili. Mungu akubariki sana.